Baba anachapa sana, kawa mkali. Na hakuchapi na fimbo? Anakuchapa na waya au umeme. Asingestahili kupigwa kwa sababu mimi naona ni hasira tu, wala sio akili yangu kwa kumpiga mtoto namna hiyo. Kichwa ameumia sana na huko alikuweka alama huko kwenye makalio na kwenye mkono. Nimeambiwa wewe ni mama wa kambo, lakini umekuwa sehemu ya kumnyanyasa mtoto huyo. Mimi sijamnyanyasa. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Hapa ni katika eneo la mtaa wa Laitayok uliopo kata ya Terati jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mwanafunzi wa darasa la pili ambaye amechapwa na baba yake mzazi kwa kutumia waya wa umeme na kusababisha maeneo mbalimbali ya mwili wake kuwa na majeraha. Amempiga kwa kutumia waya huo maeneo ya kichwani, lakini vile vile maeneo ya mikononi, kwenye makalio pia anaonekana pia akiwa ameviria damu. Lakini wakati tunaendelea na zoezi la kuzungumza na baba, akaeleza kwamba yeye pia anaotesha mmea aina ya bangi katika eneo hili. Na kama unavyoona hapa pia, huu ni mmea aina ya bangi ambao mara nyingi sana baadhi ya watu wanailima kwa siri katika makazi yao. Lakini vile vile tumezungumza na mama wa kambo kwa sababu mtoto huyu aliyepigwa mama yake mzazi hayupo, hivyo kwa sasa ameomba mtoto huyo aende kwa bibi yake huko Moshi kwa sababu huko anahisi atakuwa salama zaidi, kwa sababu huku amekuwa akiteswa sana na baba yake mzazi. Lakini wakati tukizungumza na mwenyekiti katika eneo hili, Bwana Christopher, aliponyoka na akakimbilia eneo la mashambani na kupotea kwenye eneo hili. Lakini tayari jeshi la polisi wameshafika katika eneo hili kwa ajili ya hatua zaidi. Unasoma darasa la ngapi? La pili. Shule gani? Mkono. Hebu tuambie nini ambacho kimekupata mpaka ukapigwa hivi kichwani na huko kwenye makalio? Nilikuwa siendi shule. Baba akaja kunichapa mama alipokuwa amenipeleka shule. Baba akaja kunichapa mama alipokuwa Mama alienda shule mara ya kwanza akaambia hivi, akamleta baba, akaenda kumleta baba ndio nikaja kuchapwa. Amekuchapa hivyo kwa kutumia nini? Alikuwa ametumia waya ule wa umeme. Waya umeme na nini? Waya tu wa umeme akawa ananichapa. Na huko kichwani amekupiga na nini? Waya kichwa. Waya. Na huko mikononi? Waya. Mama yako yuko wapi? Mama alikuwa ameniacha stendi akaondoka, sijui akaenda wapi. Mama yako alikuacha ukiwa na miaka mingapi? Nilikuwa na mwaka. Kwa hiyo mama yako alikuacha. Sasa hivi unaishi na nani na nani? Naishi na huyu na mama huyu na huyu baba. Yaani babako ni mzazi lakini mama ni mama wa kambo. Nje na baba kupiga, nani mwingine akutesa? Ni baba tu ndo ananichapa. Anakutesa ama anakuchapa? Ananichapa. Au wewe unakuwa mjeuri? Sio mjeuri. Unataka nini? Nataka niende kwa bibi yangu. Kwa sababu gani? Huku hivi nateswa sana. Kwa bibi yako? Ndio. Kwa bibi ni wapi? Moshi. Moshi? Ndio. Kwa nini sasa huku ulikuwa unakataa kusoma? Nilikuwa siendi shule. Kwa nini ulikuwa hutaki? Siku mvua ikinyesha baba ananiambia nibaki nyumbani. Sasa kwa nini unakataa shule? Baba ndo ananiambia nibaki nyumbani mvua ikinyesha kubwa. Kwa hiyo unaomba urudi kwa bibi yako? Ndio. Kwa sababu baba amekuaje? Baba anachapa sana, kawa mkali. Na hakuchapi na fimbo? Anakuchapa na waya au umeme. Na amekuwa mara ngapi kukuchapa? Tukifanya kosa na tuchapa, zingine anatusamee. Halafu mama kwa nini anaenda kukuchukua shule? Mama siku moja alikuja shule akaambiwa hivi, mtoto anazingatia kuja shule. Ndio leo baba akaenda shule akaambiwa mtoto wako ni mtoro, akanileta nyumbani akaja kunichapa. Na ni kweli unatoroka shule? Sitorokagi. Naitwa Tumaini Stefania George. Nikaenda shuleni. Maana mwalimu wake ameniambia. Ngoja, wewe unaitwa nani na wewe ni nani kwa mtoto? Mimi ni mama akamba. Nikaenda shuleni, baada ya mwalimu kuniita, kaniambia njoo na huyo mtoto wako
Ndo nikamwambia njoo wewe nenda shule, mimi nitakuja. Nikaenda shuleni, sasa nikamkuta shuleni. Mwalimu akaniambia, "Huyu mtoto sio mara ya kwanza, hajagi shule tangia mwezi wa pili ile hajagi shule." Mimi nafikiria nakata nyumbani. Nikamwambia kaagi nyumbani, namwandaa kila siku. Na namwambia nendeni shule na huyu hapa. Lakini huyu anaingia saa 4 kwa sababu la pili wanaenda asubuhi. Ndio mwalimu akaniambia, "Sasa mtoto usibaki naye, maana kwenye uko shuleni nimeshafuta jina lake, maana haendagi shule. Wewe nenda nyumbani kesho." Kweli haendi shule? Mwalimu ndo alivyoniambia, lakini namwandaga na naenda shule. Una uhakika kweli mwalimu kasema hivyo? Nina uhakika, hata nikimpigia mwalimu simu. Akaniambia mtoto wako hajagi shule kabisa tangia mwezi wa pili. Ndo akaulizwa hapo, "Nje unaendaga wapi?" Kaambia hamna. Nakuja shule lakini siingii darasani. Ndo nikaambia mpeleke nyumbani. Alafu kesho uje nayo na 10,000 ya tuition. Ndo nikamwambia nenda nayo, maana saizi darasa la kwanza ameshatoka, maana amesharudisha la kwanza. Wewe nenda nayo asubuhi, utakuja naye hajaanza shule upya la kwanza. Nenda naye nyumbani. Nikamwambia sawa, wewe nitaenda naye nyumbani, lakini kesho nitamleta na hiyo 10,000 ili aje aingie darasani na kwenda tuition saa 8 akitoka shule. Kaniambia sawa, nikaja nyumbani. Nilipofika nyumbani sijakaa hata hapo ndani. Baba kaamka kitandani. Kaanza kumpiga. Kampiga. Kamwambia banje mwache mtoto. Utakuja kumuua mtoto. Hajanisikia. Anampiga kwa kutumia nini? Kutumia hizi waya za umeme hizi hapa. Akampiga. Kamwambia banje mwache mtoto, maana huyu mtoto utakuja kumuumiza sana. Hajanisemesha hata. Mimi nikatoka zangu hapo mlango, sijamsemesha, nikamwacha nampiga tu. Nikakimbia kwa mama. Mama alikuwa anakaa pale. Jamaa tendo kanisaidia kumuokoa mtoto, maana babaka anamuua mtoto. Maana hiyo kipiga nao piga sio. Ndio mafanya akaja kakaa anapambana na hapa hivi mpaka amempiga hapo mkono hivi na hiyo fimbo. Mafanya alivyomnyang'anya mtoto ndakaa anataka kumnyima ili asiende. Akamwambia usimpeleke mahali, mwambie aingie ndani, nimeshamsamea. Waingie na kabadilisha nguo ya shule. Habaki hivyo, habaki hapo ile chakula hakae zake. Mafanya akasema kwa sababu ameninyima, ngoja niende hivyo nitaenda kumita mwenyekiti. Mwenyekiti naye alipokuja kashaondoka. Yeye kashaondoka. Mwenyekiti akaniambiaje, "Mume wako yuko wapi?" Kaambia katoka, na ameniambia nampeleka mtoto wake hospitalini. Akaniambia akija basi mwambie namuita. Ndio akarudi. Mpiga kwa maeneo gani aliyoumia zaidi mtoto? Hapo sana ni kichwa sana, maana kichwa yenyewe alivyo. Kichwa ameumia sana. Na huko alikoweka alama huko kwenye makalio na kwenye mkono. Nimeambiwa wewe ni mama wa kambo, lakini umekuwa sehemu ya kumnyanyasa mtoto huyo. Mimi sijamnyanyasa. Hujai kumpiga? Sijai kumpiga kabisa, hata ukimuuliza. Sijai kumpiga kabisa. Mimi namkemea tu, wewe acha hii tabia, usifanye hivi. Hata kumuuliza babaki kwa au majirani zangu. Sijui hata kumchapa mtoto. Sasa mtoto ataishi hivi mpaka lini? Unaona alivyoumia kiasi hicho. Na somo la kwanza namwambia usio nawapiga watu. Alimpiga kwa tu mtoto. Nikaenda kumfunga jela. Akatolewa. Ndakaacha hiyo tabia kumpiga mtoto. Sasa ndakaja tena akarudia akampiga weekend. Mumeo anafanya kazi gani? Boda. Naitwa Christopher. Christopher nani? Christopher Richard. Na miaka mingapi? Na miaka 35. Unafanya kazi gani? Kazi boda. Unapaki kijio gani? Kituo cha pili. Ile tu hasira. Sababu mtoto ni wa kwangu na ni wa kumzaa, ila mamake aliachanaga na huyu mtoto akawa amemtupa. Mimi nikawa nimeenda nikamchukua. Baada ya kumchukua nikawa nimempeleka kwa bibi yake. Kumpeleka kwa bibi yake akawa anaishi na bibi yake. Akawa anasoma kule. Sasa alipokuwa anasoma kule, yeye akiwa kike, yeye ndiye alikuwa peke yake kule nyumbani. Wazee wakanishauri niende nikamchukue, je nikae naye. Nimekuja nimekaa naye hapa. Huyu mama yenyewe nilivumoa, alikuja akamkuta huyu mtoto niko naye. Mimi nilikuwa naenda kazini na mwache huyu mtoto mpaka kuoa. Huyu mtoto mamake alimkuta. Leo kwa nini umempiga mtoto na waya na ukamuumiza kichwani kiasi hicho? Baada ya kumpiga huyu mtoto
nishasikia fununu kwamba mtoto aende shule, lakini mimi nikawa siamini. Nilipokuwa siamini, nikawa nimemwambia mama yake ufanye upelelezi tujue kwamba mtoto anafika shule au afike shule. Matokeo yake nikamwambia mama yake, hebu nenda huko shuleni, sababu mimi sitaweza kwa sasa hivi, nina kazi mingi. Ndio shuleni ukamsikiliza mwalimu wake kwamba anafika shuleni au afike shuleni. Kufika shuleni, kila mwalimu anasema huyu mtoto hajagi shule, haingiagi darasani. Ni toka mwezi wa pili hajaingia darasani wala asomi. Sasa akawa amefukuzwa. Sawa, yani hata kama hasomi, haendi darasani, alistahili kupigwa mtoto kiasi hicho? Asingestahili kupigwa kwa sababu mimi naona ni hasira tu, wala sio akili yangu kwa kumpiga mtoto namna hiyo bro. Sasa mbona hizo hasira zako ambazo unazo hazikutumi upige miti ama upige mabanzi ama upige kitu kingine? Kwa nini ikutume tu kumpiga na kuumiza mtoto kiasi hicho kiukatili? Sijawahi mpiga, yani mimi naoneaga tu, lakini hii kitendo cha raundi hii ndo nimempiga kidogo nikamuumiza, ila siwapigagi hivi. Ndio maana nikakuuliza kwa nini hasira zako hazikutumi kupiga chini, kupiga magari, kupiga mchanga, inakutuma kupiga mtoto ukamuumiza hivyo? Mtoto tu ni hasira tu bro, sababu siwapigagi namna hiyo, ni hasira tu. Ndio maana nikakuuliza mbona hasira zako hazikutumi kupiga miti? Brother, kweli nimechoka kusema kwa sababu sijategemea kama ningemuumiza mtoto namna hii brother. Sasa wewe umemwona alivyoumia? Nimemwona alivyoumia, na mtoto ni wa kwangu, sio kwamba ni wa mtu, ni damu yangu kabisa, lakini ni hasira tu imesababisha nikampiga bro, sio kwamba ni. Umempiga kwa kutumia nini? Nimempiga kwa kutumia, ilikuwa si kama kiwaya, ni kama waya. Sijajua ni nini kwa sababu nilinyanyua tu na kumwadhibu. Huo waya uko wapi? Huo waya kuna mama alikuja hapa akaninyang'anya. Kwa sijajua mara alikoenda. Mtoto hataki kuishi na wewe sasa, anataka kuishi na bibi yake. Maana wewe umekuwa ukimtesa sana, amesema hivyo. Mimi nimemwambia kabla ya kumchapa, wewe kama hutaki kwenda shule, bora uende kwa bibi yako, sababu ukikaa na mimi utazidi kuniumiza na mimi nataka usome. Nikamwambia bora nikupeleke kwa bibi yako. Lakini ni mara ngapi kupiga watoto? Na nimemwambia pia uliwahi kufungwa jela kwa sababu kupiga mtoto. Huyu mtoto ambao ndio mpiga na nikaenda jela ni mtoto huyu mama ambaye nilimkuta naye, lakini akawa ni mwizi, anaiba vitu vya watu. Sasa nikawa naletewa malalamiko kwa majirani kwamba mtoto yuko hivi na hivi na hivi na hivi na anashikwa na kitu. Anaweza akaja kwako akaingia hapo ndani akachukua hela. Anaweza akaja kwako akazunguka akaona hamna mtu akanya hapo nje, ndo vitu kama hivyo hapo. Sasa mimi kuja kuambiwa ndo nikamwadhibu. Kwani mtoto anaruhusiwa kuchapwa fimbo? Kwa nini usingemuonya kama mzazi, lakini umemfanyia ukatili ambao hata tunashangaa wewe ni babake kweli? Nishamuonya na nikamuonya, na wala sio mara moja wala mara mbili. Ni kwamba yani kwani mzazi anachoka kuonya? Achoki kuonya, mbona wewe umeamua kufanya kitendo cha namna hii? Mimi naona ni shetani tu bro, limepita tu kwenye roho yangu, lakini sio kwamba ni mimi bro. Kwa shetani linakutuma upige watoto tu? Sababu mtoto nawaambiaga mambo mengi sana, natakuwa msome. Haina shida hiyo, kusoma watasoma. Lakini kwa nini hasira zako zinakutuma kuwaumiza tu watoto? Na mpaka umeenda jela. Ulifungwa jela miezi mingapi? Sijakata kwa sababu nilitia amri na sheria zake. Na ulihukumiwa miaka mingapi? Sijahukumiwa. Yaani uko jela, si ulienda, ulikaa muda gani? Nimeenda hapo kidogo, sijaenda jela. Kwa sio mara yako ya kwanza kupiga watoto? Hii ni mara ya pili. Kuwapiga na waya? Sijawapiga na waya. Kwani huyu umesema umempiga na waya? Nimempiga na waya, sijajua kama ni waya, ila mimi umeshasema mwanzo ni waya, sasa hujajua ni waya vipi? Ukikaa na wenzako hawakushauri kwamba uwalee watoto? Wananishauri, na mimi sina hiyo tabia kuwachapa watoto. Kwenye makosa tu yanayotokea bro, na mwazibu watoto, sio kwamba mimi ninawazibu tu watoto. Unawapiga ukiwa umeelewa?
Mimi sinywagi pombe. Lakini yani hapa nimeona kwako na miti. Kwani usingepiga ile miti? Mimi sinaga sifa hizo za kupiga wala sina shida na mtu. Umeshapiga sasa, kwa nini usingetumwa kupiga miti? Na hapa kuna miti yako mizuri tu, unaweza ukachuma fimbo ukamchapa mtoto. Ni kweli bro, ni ile tu kwa ule mlani hasira inishika, ni kwamba tu kila nikikutana nacho